imekuwa ikitekeleza jukumu la kuwawezesha wanawake kiuchumi miaka mingi. Na leo tumesikia hapa mkurugenzi wa TCB Bank ameelezea hadi historia, kabla ya benki kuitwa TCB kulikuwa na benki ya wanawake huko nyuma. Kwa hiyo inaonyesha kwamba shughuli ya kuendeleza wanawake kiuchumi imeanza miaka si ya leo, imeanza kitambo huko nyuma. Lakini kutokana na uzoefu wa utekelezaji huo, serikali ilifanya mapitio ya mwongozo wa majukwaa haya ya uwezeshaji wanawake kiuchumi wa mwaka 2022 kwa nia ya kuendelea kujenga msingi wa kuimarisha majukwaa haya ili yaweze kuendana na hali halisi ya sasa. Na historia ya majukwaa haya, mkurugenzi Badru amesema, yalianza kuasisiwa tangu enzi za Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa makamu wa rais. Akayaasisi, yakaenda yakafikia alipofikia. Sasa sisi tumekuja kuyaendeleza mbele ili lile lengo lililokusudiwa litimie kulingana sasa na mazingira ya wakati huu. Kazi ya mapitio ya mwongozo huo ilianza tangu mwaka 2023 na tukaihitimisha Agosti 2024. Hivyo sasa mwongozo huu mpya wa uundaji na uratibu wa majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi, toleo hili la mwaka 2024, hakika unaendelea kutekelezwa na umeakisi mahitaji ya sasa. Nichukue fursa hii kutoa shukrani za dhati tena kwa Benki ya Biashara ya Tanzania, TCB Bank na mkurugenzi wake Adamu Mihayo kwa utayari wao wa kutupatia nakala 1000 ambazo nimeambiwa ziko hapa na tutakabidhiwa leo. Makofi kwenu. Lakini nguzo muhimu kabisa ya performance yetu kwa mwaka jana, 51% ya wafanyakazi wetu ni wanawake. Kwa hiyo haya mafanikio yote tunayojivunia, Mheshimiwa Waziri, ni kwa sababu ya mchango strong kutoka kwa wenzetu wanawake. Tunawapongeza sana. Ni kwa mpaka mwaka jana tulikuwa tumeshatoa zaidi ya bilioni 300 kwa biashara ambazo zinaongozwa na wanawake. Na kwa kweli hata katika bajeti yetu ya mwaka huu SMEs ndio sehemu ambayo kwa kweli inakuwa ni priority sector ambayo tunaangalia kwa karibu, na wanawake wamekuwa kwa kweli na mchango mkubwa sana katika sekta hii. Na niwapongeze sababu wanawake pia ni walipaji wazuri wa mikopo. Kwa hiyo tukiangalia benki yetu, ukiangalia kwa ujumla wake mikopo chechefu ni 3.6 kwa ujumla wake, ambao ni nzuri. Tuko ndani ya chini ya kiwango cha juu kilichowekwa na Benki Kuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, majukwaa haya ni majukwaa ya wanawake, na kama tunavyoelewa wanawake ni asilimia au ni idadi kubwa ya Watanzania, ni takriban 51% ya Watanzania wote. Kwa hivyo ni jeshi kubwa katika nchi yetu kwa idadi. Na kutokana na hilo ni kwamba serikali imekuwa na jitihada mbalimbali za kuweza kuwaunganisha wanawake kwa kutambua mchango wao katika jitihada za kujenga uchumi wa nchi yetu. Na kufanya hivyo, serikali ndivyo ilipokuja kuanzisha haya majukwaa ambayo tumeendelea nayo toka mwaka 2016 mpaka mwaka 2022 ulipoboreshwa mwongozo